Usalua Khaimba sublocation, Isongo location, Malaa Makunga Isongo ward. Karibuni. Walimu amjambo na wazazi wa mjambo. Kwa majina naitwa Philip Muyei, natoka Lushaya location, Indangala sublocation, Bukalama village. Niko ni member wa NGCDF. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa James Samuel, natoka Ekero location, Ekero sublocation, Evore village. Wazazi wote, mbunge wetu mpendwa, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Mwami Zombwe. Kwa majina muite Joseph Owino Odero, natoka Haunga sublocation, Haunga location, area ye Buhatsi. Wase na wamama, Bwana asifiwe. Majina yangu ni Julius Opilo na nimesimamia walemavu. Natoka Indangala area, Shivinga sublocation. Asanteni. Kesterevosi. Kwa majina ni Beatrice Ashioya, natoka Maraba, Mwitua village, Maraba sublocation, Makunga location. Asanteni. Tuko na mmoja wetu anaitwa Petronila Oate Chala, anatoka hapa Bumini. Ako na mgonjwa. Aya, asante, tumpe makofi kwa kuzungumza. Nitaomba, nimefahamishwa mama kupata nafasi ya kuongea. Mama mmoja njoo unene. Makofi kwa mama, manake mama ndio wamezaa mheshimiwa. Si ndio? Si nyinyi wa mama ndio wamezaa sisi? Nyinyi ndio wamezaa mbunge. Sasa paka niwape nafasi munene. Wamama hai! Wamama hai! Kwa majina naitwa Francisca Mnyanya. Bwana asifiwe. Natoka Shandarema. Bwana asifiwe. Mimi natoka Lushaya ward. Mheshimiwa, mtamrudisha tena? Tena. Wamama ndio wanazaa. Na wamama ndio sisi ndio tutarudisha mheshimiwa. Haya, asante, makofi kwa mama huyo kwa mzungumzo. Nitakuomba sasa mheshimiwa mbunge uniruhusu niweze kualika walimu wote katika shule waweze kujitambua na shule ambapo wamesoma. Walimu karibu. Tuwape makofi wanapowasili. Tunaye pia Kepsha Chema ndio atawatambulisha. Asante sana. Sisi ni Kesha, si Kepsha. Kesha. Wote ambao wamewakilisha shule zao tafadhali waje. Mheshimiwa mbunge wetu PK Salasia, CDF committee wote walioko hapa, wengine wote ambao wanafanya CDF, Director of Education ambaye yuko hapa, walimu wenzangu na wazazi, hamjambo. Nashukuru sote kwa kuwa hapa kwa siku ya leo kwa shughuli ya sasa. Na kwa sababu tumeitwa hapa, hatutachukua muda mrefu kuwatambulisha wenzangu ambao wako hapa. Tutauliza kila mmoja tu atasema jina na atatuambia shule ambayo anatoka, shule ambayo anawakilisha, na kisha baadaye tutaenda kwa jambo linalofuata. Tuanze hapa.
kamati ya CDF, walimu wenzangu na wazazi, hamjambo. Jina langu ni Okola Mkwana. Mimi ni mwalimu mkuu wa St. Peter's Kabakaya Secondary School na mimi ndio secretary wa Kesha Mumias East. Asante sana. Mheshimiwa mbunge wetu, walimu wenzangu pamoja na wazazi, hamjambo. Majina ni Charles Omkuba, Principal St. Stephen's Kamashia Secondary School. Asanteni. Rafiki yangu wa karibu PK, Mheshimiwa wa Mumias East, wazazi, hamjambo. Mimi naitwa Ogola Samuel. Mimi ni mwalimu mkuu St. Martha's Mwitoti. Asante. Mheshimiwa wetu, wazazi na walimu wenzangu, hamjambo. Mimi naitwa Roslida Muyeshi, Principal St. Joseph Shibinga W, pia academic chair Kesha. Mheshimiwa mbunge na kamati yote ya CDF, walimu wenzangu, wazazi na wanafunzi, hamjambo. Mimi naitwa Petronila Baraza, mwalimu mkuu Shitoto Girls Senior School. Kwa heshima ya mbunge wetu ambaye pia ni muumini wangu kama padri wa Kianglikana, majina Reverend George Sitati, Principal Haimba Secondary School. Mheshimiwa wetu, wazazi na wale wote wamefika hapa, hamjambo. Mimi naitwa Michael Musambai, nikiwa Chief Principal wa Musango Secondary School. God is good all the time. I'm Lynette Hongo, Head Teacher, Rise and Shine Special School. Mheshimiwa mbunge wetu, itifaki zote zikizingatiwa, jina langu ni Pamela Mumia, mkuu wa shule ya upili ya wasichana ya Lubinu. Mgeni wetu wa heshima, wageni wote ambao wamefika hapa kwa ajili ya siku ya leo, hamjambo. Kwa majina naitwa Bi Femina Mwandihi, mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Mtakatifu Paulo Ebusia. Asanteni. Thank you so much. Mheshimiwa wetu, mbunge wetu, wanakamati wote wa CDF, wazazi na wageni wote, hamjambo. Bwana asifiwe. Naitwa Joseph Buluma, mwalimu mkuu shule ya upili ya Maraba. Thank you so much. Mheshimiwa wetu Bwana PK Salasia, wazazi wote, wanafunzi, hamjambo. Ninaitwa Lutomia David, Senior Teacher Ebubere Secondary School. Nimekuja kuwakilisha mwalimu mkuu. Asanteni. Honorable MP, I love you, Bwana MP. I love you. Reverend Eli Onyango Wahutu, Principal Makunga Secondary School. Mbunge wetu, walimu wenzangu na wazazi, hamjambo. Kwa majina naitwa Madam Edith Maina, niko hapa kwa niaba ya mwalimu St. Luke Shaderema. Mheshimiwa PK Salasia, walimu wenzangu, wazazi, hamjambo. Douglas Masoso Wandalo, Deputy Principal Manganga Secondary School, na akilisha mwalimu mkuu. Asanteni. Mheshimiwa na watu wote, mimi naitwa Wandabi Barasha, Senior Principal St. Stephen's Shahulo. Our chief guest, honorable member of Mumias East, Bwana PK Salasia, the CDF office, wazazi na walimu na wale wote ambao wamefika hapa siku ya leo, na wasalimu, hamjambo. Kwa majina, mimi naitwa Clement Mpaki, the principal St. Peter's Kaunga Senior School. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina ni Mkabana Wycliffe Juma, Principal St. Anne's Indangalasia. Thank you. Our chief guest, wazazi na wageni wengine, hamjambo? Mimi naitwa Salome Kataka, Principal Evubole Secondary School. Thank you so. Mheshimiwa parents na all our students that are here. Mimi naitwa Onyango Doris Akinyi, the senior principal, St. Teresa's Bumini Secondary School. Thank you. Mheshimiwa wefwe Bwana Peter Salasia Mumias East abebsebefwe pamoja na walimu Keshtere Mlembe Mwesi Mera Lukondo Noel Deputy Principal Epanja Secondary zakilishinja mwalimu mkuu wa shule. Asante. Mheshimiwa wetu, wageni na wazazi wote, hamjambo? Jina ni Maureen Kulubi, mwalimu mkuu St. Michael Emahwane. Asanteni. Mbunge wetu mpendwa, wazazi na walimu wenza, hamjambo? Majina yangu naitwa Mwalimu Dalton Omuto. Niko hapa kuwakilisha mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Mahola ambaye hayuko hapa kwa sasa. Asanteni sana. Mbunge Mheshimiwa PK Salasia, wazazi na wanafunzi, hamjambo? Mlembe, Mlembe Handi, Mlembe Swa, Mlembe Te, Mlembe Mia. Kwa majina naitwa Christine Nasiuma, Deputy Principal St. Gabriel Isongo Secondary na kilisha principal wa huko. Asanteni. Mheshimiwa wetu, walimu wenzangu, wazazi na wanafunzi walio mahali hapa, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Irene Wanguche, mwalimu wa St. Philip's Ebwadilo na wakilisha mwalimu mkuu. Asanteni. Our area member of parliament, all protocols observed. Good morning. I'm Nathan Wanjala Haemba, the accountant, Wanga Technical and Vocational College, representing the principal. Thank you. Asanteni sana walimu wote wakuu. Mimi sijajitambulisha. Mheshimiwa, jina langu ni Samuel Amariati, mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Eluche Secondary School. Kwa hivyo tukimalizia, tungependa tu kualika wanakesha, tafadhali njooni haraka haraka, mheshimiwa ajue ni nani wanaongoza chama cha walimu ambao wanafanya wilaya iwe jinsi ilivyo. Kesha please. Hata Bwana Ogola na wengine njooni. Kwa hivyo mheshimiwa, hawa ndio ambao wanasimamia chama cha walimu wakuu, na hawa ndio ambao wanaendesha mambo yote yale ambayo unaona yanaendelea katika sub county, na wakafanya tuwe na matokeo mazuri wakiongozwa na walimu. Tuanze. Mheshimiwa, wazazi wote, hamjambo tena. Kwanza nataka kueleza kwamba hawa sio wote, kwa sababu saa hizi mheshimiwa, michezo inaendelea, regional games. Kuna science congress regionals iko kule Malava, kuna drama regionals iko Busia. Kwa hivyo hata principal wa Mahola amekuwa hapa, ametoka tu saa hizi, wameenda kutuwakilisha huko. Mwenyekiti pia ameshikika mahali fulani. Mimi naitwa Okola Mkwana, mimi ni secretary wa Kesha Mumias East. Asanteni. Petronila Baraza, Vice Secretary. Salome Kataka, Treasurer. Roslida Muyeshi, Academic Chair Mumias East. Mheshimiwa, every time tunasema tutasonga na kukuhakikishia kwamba tunasonga. This time we are number 4 in the county. Pia mimi ni Vice Secretary Kesha, Kakamega County. Mimi naitwa Ogola, Vice Organizing Secretary Kesha, Kakamega County. Haya, na mimi nilivyosema Samuel Amariati, naibu wa mwenyekiti. Mwenyekiti wetu hakuweza kuwa na sisi siku ya leo kwa sababu ambazo zimetajwa. Kwa mawili matatu tu. Jambo la kwanza ni kumshukuru
mheshimiwa kwa yote yale ambayo ametufanyia katika shule zetu, kwa sababu hatuwezi kuongeza au kufanya vizuri iwapo mheshimiwa naye hajatupatia kitu, CDF pia haijatupatia kitu. Kwa hivyo asanteni sana nyote kwa hayo ambayo mmetufanyia, na tunawahakikishia kwamba tutaendelea kwenda juu na juu na juu zaidi. Pia tungependa kushukuru mheshimiwa, shule zetu zina projects nyingi ambazo zinaendelea courtesy of the CDF. Kwa hivyo wewe pamoja na CDF tunashukuru sana, kwa sababu hizo ndio zinawezesha shule zetu kuendelea na kufanya vile ambavyo tunafanya, na tunakuhakikishia jinsi unavyoendelea kutuongezea projects ndivyo tunavyoendelea kusonga mbele. Kwa hivyo tupe zaidi na sisi tunakupa zaidi na zaidi na zaidi. Asante. Lingine pia mheshimiwa, shukrani sana kwa basari. Siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya basari, wazazi, walimu na hata wanafunzi. Na tunashukuru kwa sababu kuna organization fulani katika kutoa basari ambayo pengine sijui kama tunaiona kwa free secondary. Mheshimiwa anatuhakikishia ni pesa fulani atatupa, na anatupa pesa hizo, na zinakuja wakati ambao umefaa. Kusema ukweli, walimu wakuu hawa ambao wamekaa hapa wana appreciate sana pesa hizo kuwa zimekuja sasa. La sivyo shule sijui tungefunga ama tungefanya nini. Kwa hivyo mheshimiwa, asanti, na tunaomba tuendelee hivyo hivyo. Na wazazi hawa najua wamekuja hapa wote kwa sababu ya hiyo basari, si ndio? Sio ndio imetuleta? Si mheshimiwa anafanya kazi nzuri? Wenyewe si mnajua? Na mheshimiwa, mwaka huu tunatoa wanafunzi. Wanafunzi hao wote tunaomba hata kwamba watapata vitambulisho, watakuwa na ID na wataweza kupata kura. Kwa hivyo unawapiga kura wengi zaidi mwaka ujao kuliko mwaka huu au mwaka uliopita. Vile vile tungependa kukuhakikishia kwamba sisi walimu wakuu pamoja na wanafunzi wetu na pia hawa wazazi walioko hapa, nia yetu moja ni kuweza kuifanya Mumias East isonge mbele. Mumias East iende juu kimasomo, si ndio? Mwaka huu mnajua tumesonga mbele, tumefikisha watoto zaidi kama mara 2 hivi wale ambao tunapeleka wapi? University. Na mwaka jana huo. Mwaka huu tunataka kuhakikishia with your support na support ya kila mmoja wetu tutaweza kwenda mbali na mbali zaidi. Si wazazi tuko tayari? Lakini wazazi, mlete watoto shuleni. Watoto wanalipiwa basari na mheshimiwa, wacha ni waripoti leo, wengine wanakaa nyumbani. Na sisi hatupendi hivyo. Tunataka watoto wao wapi? Shuleni. Si ndio? Watafutwe, si ndio? Ana chief yuko pale, hiyo kazi atafanya. Na basari ilikuwa inaangalia, inasema hiyo boma support basari haiendi huko. Lakini saa hizi vile naangalia mheshimiwa Salasia hapa, basari haiangalii kama ulimsupport, basari haiangalii kama boma yenu wanasoma. Basari inakwenda, if you deserve basari unapata basari. Sina mna hivyo? Mwenye kuendelea namna hivyo naomba tawe. Kuendelea namna hivyo ama hapana? Omanye mbende nyukubola kumakuwa manje, mbende nyukubola kwamba nimeangalia nikaona hapa tuko na KMTC, Salasia amejenga, nikasema leo ni maneno ya basari siangalie KMTC. Nikaangalia pale TTI, kuna shimo ilikuwa imechimbwa pale, wameweka hapo gorofa, nikasema tuko kwa maneno ya TTI. Nimeangalia barabara huko ndani zinalimwa, nikasema hatuko maneno ya barabara, tuko maneno ya basari. Nimeangalia kule ndani bila na renovate mashule, nikajiambia hapana, hatuko kwa renovate shule, tuko maneno ya basari. Sina mlango. Nimeangalia nikaona kuna madaraja zimejengwa huko ndani, nikasema hatuko kwa maneno ya daraja, tuko kwa maneno ya basari. Mheshimiwa, na kitu ya kushangaza, unajua hii duniani Mwenyezi Mungu alikuwa na hekima sana, na akaweka hekima kwa binadamu. Wakati wote jamii inapata kiongozi mzuri, mambo yote inaenda nywe. Kampuni ya Mumias Sugar pale ilikuwa imesumbukana sababu ya viongozi, lakini tangu pike akuje maneno yanaenda tu nywe. Mheshimiwa, nikitoka hapa niko sure kwamba wakazi wa Mumias East watasimama na wewe kama tarehe 10 mwezi wa 8 2027, kila mtu atakuwa anatoka kwa nyumba, tukifika kwa bowling station PK. Sina mna hivyo?
Shiriana shiringa yo khwinjira ingoni shina shakhanzi kale katemyandu chosi neminuha cheshalo birira msalaba kwa Yesu. PK hoye! PK asomeshe watoto wetu, tutasimama naye. Asanteni sana. Tupe makofi kiongozi wa vijana Atenya, asante sana kwa kuzungumza. Nitaomba sasa kwa heshima hiyo, Mheshimiwa Nuruhusu nialike maneja katika ofisi ya Mheshimiwa upande wa Parliamentary Service Commission, Bwana Bernard Museve. Tupe makofi anapowasili maneja upande wa Parliamentary Service Commission, Mumias East. Mheshimiwa mbunge, fund manager, committee, walimu wakuu wa shule, wazazi pamoja na wanafunzi, hamjambo. Hamjambo tena. Kwa majina naitwa Bernard Wanangasa Museve, nikiwa constituency manager wa Mheshimiwa Peter Salasia. Kazi yangu si mnaijua? Mrio mno. Haya, sawa. Kazi yangu ni wakati mheshimiwa hayuko, si huwa mnaniona mimi huwa namwakilisha wakati hayuko, lakini akiwa saa hii na maladi kuona shina wewe. Haya, mrio mno. Asante. Haya, tumpigie makofi Bwana Bernard Museve. Ukikuja pale ofisi anakuwa kila wakati. Wewe ndio unawakilisha mheshimiwa ukienda ofisini. Nitaomba sasa mheshimiwa, kwa heshima yako nialike fund manager. Wapi makofi ya fund manager Mumias? Justus, no, makofi tena anapowasili. Asante. Asante sana. Kwa mheshimiwa, wananchi wa Mumias East, walimu, wanafunzi na wageni wenye tuliwalika katika kikao hiki, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mrembe. Mrembe handi. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Justus No. Mimi ndio fund account manager wa Mumias East NGCDF. Nimefurahia sana kuwa nanyi leo. Hii shughuli mheshimiwa tulianza like a month ago, ambapo tulikuwa tunatembea kote Mumias East kupeana forms. Si tulipatana huko ground na mkapata forms na tukawaambia form ni pesa. Si leo mmekujia pesa? Asanteni sana, tumebeba pesa. Mheshimiwa amewaletea hapa pesa, hamtamaliza. Mheshimiwa, I want to thank you for giving us this opportunity to serve the people of Mumias East. I want to thank the committee that we have worked together with closely, and they have done a very good job to ensure that today we are successful, and this event is here so that we release the checks to the various beneficiaries of the Mumias East NGCDF Bursary 2025-2026. Today, I want to confirm on behalf of CDF Mumias East and on behalf of the board in Nairobi that we are releasing bursaries to all the categories. The categories of day schools. Leo tunapeana day schools wote bursary within Mumias East. Today we are releasing the bursaries to all the boarding schools of the applicants. Today again we are releasing bursaries to all the universities and colleges within the Republic of Kenya. Again, as maybe some of you are not aware, that Mumias East NGCDF has been giving scholarships to students since Mheshimiwa came to power. We have up to around 100 students that are on our full scholarships. So that again, tunapeana leo all the scholarship students. This initiative that has been patroned
and overseen by the MP has seen significant increase in performance and intake in our schools within Mumias East. And I think our teachers can confirm to this. We have realized that the number of students have increased within Mumias East. Now, wazazi, I want to appeal to you, please, get out of your comfort zones and send your students to school. Mheshimiwa atawalipia school fees. Mheshimiwa anawapenda, na sana sana tafadhali leteni schools, leteni wanafunzi katika mashule zenye ziko within Mumias East. Our records show that today, as bursary, we are giving out 40% of the total allocation of the allocation that CDF Mumias East receives from the exchequer, and schools within Mumias East, 80% are going to benefit from this money. So meaning pesa inabaki hapa. Sasa hamtaki pesa. So tafadhali leteni watoto wasome within Mumias East, because here a lot of emphasis are given towards the schools within our constituency. Leo mtapewa checks. Kwa wazazi na walimu, tafadhali. As an office, we will give you the check. The government will come to us, or the auditors will come to us to confirm that ulipeana pesa kweli. Sasa what will determine or will show that ulipeana hiyo check ni kitu inaitwa acknowledgement receipt. So I want to emphasize on this, tafadhali, kwa walimu na kwa wazazi. Kama mtoto wako amefaidika, amepata basari, tafadhali make sure umefuatilia, umeenda shule penye mtoto anasomea, umepata rishiti kuonyesha kuwa mtoto alipata basari. Tumelewana? Hiyo rishiti ndio itatusaidia sisi kufanya returns ku show that tulipeana checks za ukweli. Sisemi kuwa kuna michezo maybe inaweza chezwa, but tafadhali make sure that you get that receipt. Si tumelewana? Ndio maana kama shule anaweza sema kuwa haukupata basari, evidence uko nayo, si ndio? So please, tukishapeana hizi checks leo, we want those acknowledgement receipts as early as within 2 weeks. Kwa wazazi na walimu ambao watoto wao wanasoma within Mumias East, leo tutapeana checks hapa, mheshimiwa anapeana checks. I want to make this clarity. We normally have a problem whereby, especially with schools outside Mumias East, whereby unapata, for example, this is just an example, most university. Beneficiaries, for example, ni 100 students. Watu 100 hawezi kuja kwa ofisi kukuja kuclaim check moja, kwa sababu tunaandika check moja. Kama ni watoto 100 tunaziweka pamoja, tunaandika check moja kwa most. So watoto 100 hawezi kuja kwa ofisi kuclaim moja. So what we normally do, sisi as an office, we send it to the institutions directly. Why? Because one, for accountability. Unaweza pata watoto wawili ama watatu wamekujia cheki yenye watu wengi wako ndani, wanaenda wana change majina, so that hao wenyewe ndio wana benefit na wengine wanaachwa nyuma. So please, that is why if we don't give you the check yenye iko na watu wengi na watoto wanasoma nje, tafadhali usitupige vita. That is the reason. Si tumelewana? So as an office, we will make sure that those checks that are not within Mumias East reach the institutions as early as next week. Tumelewana? Asanteni sana. Sijaona kitu kama hii. Hata sisi pia ni wa Kenya. I come from a constituency, si ndio? Sinatoka kwa constituency na sijaona kitu kama hii. Mheshimiwa anapenda anga inevolo kwa bola, yani efwe khorabru, yani khoranga mbikasi yefunia buri mundu. Shwenja kumanyambo ewe wakupira uneikura, ngosha kupira uno ewe mbo mukolwe, ewe no mushitsetse, ewe no mutobe, ewe nebere, ewe ni zipina. Ewe no
bala wala kasi yao no kuleshera yofi bwapana. That is because we're in the vision. So ndio mkuli nafasi no kwanza kushukuru walimu hasa sana the principals ambao wamekuja siku ya leo, na nataka niwashukuru principals sana sana sana, and the principal ambao wako hapa ni watu wazuri and they are committed. Najua tumekuwa na challenges mingi na pale, nataka niseme asanteni sana. Our fund manager, nataka niseme asanti. Nafikiria nataka nishukuru bwana fund manager. Wakati nilikuja hapa, hii Mumias East constituency haikuwa na ule wanaitanga a substantive fund manager. Yani ule permanent fund manager. Fund manager weza angano bamalanga 3 months 6 months webama pesa nibagaona nako nenye mtu ongeshikaya. Lakini nikaenda huko nikaambia mkubwa wa CDF board, kaambia nataka unitafutie fund manager mzuri ambaye ni kijana shupavu mwenye nikipigia simu anasikia na anachukua simu. Mbao ndio lalo mbaya kanyo mtu muelewana zimbro mkole findu lwangu. Sasa kwa sababu kulikuwa na mwingine alikuwa miaka imeenda kidogo, sasa anaenda pole. Na mimi nataka vitu haraka. Faster. Sasa na sio akaniambia huyu kijana nimemuona sana. Huyu kijana huyu mkifanya naye kazi watu watafurahi sana. And I want to thank God na kushukuru pia the CEO wa CDF board kunipatia kijana mchapakazi anaitwa Justus ambaye is a committed person, na kwa sababu for the first time Mumias East constituency imekaa na fund manager. Fund manager kwa hiyo previous wamekuja hapa zaidi ya 10. Yaani anatoka hii wanachukua pesa wanaiba wanaenda, lakini sasa huyu ako na moyo kama wangu, na sasa ndio mnaona mambo inanyoroka hivi. Na pia Mungu akasaidia tukapata CDF committee board ambayo inaongozwa na Dadana hapa, ambayo iko committed na kufanyia watu wa Mumias kazi. Ndio unaona kila kitu nikuambia basari, sitaki kuona ati mtu mwingine amechujwa ati sijui huyu, hapana. Na wanakuwa committed na wanafanya instruction venye tumewaambia in transparent. Na hakuna mambo ati ya kuiba pesa ama kupeleka kwa shule zingine. Kwa sababu mambo pesa yenu ilikuwa inaibwa kwa hii njia. Mtu anapeleka kwa shule yake na anavutia huko pesa. Na nyinyi umesikia huyu amesema tunataka receipt itoke ndio tupeleke huko. Sasa wanatoa receipt na hiyo receipt haiko na majina ya watoto wenu wa Mumias. Mnaona sasa ndio kwa sababu Mungu mnapata basari. Lakini tunasema ndio umesikia amesema kama uko na mtoto wa boarding wa day school na ako huko nje, afadhali ulete huyo mtoto asomee hapa a benefit. Kwa sababu ukienda wale ambao wanaenda boarding ni wale ambao wameitwa huko. Lakini mwana day school no irango mwana day school area na bakolo nombo irange area siji ena shindi shalo butere nanu mana baye bakatu expect amane baye jadi kole ndiye chorera dera bakusamirie. So ndio umesikia amesema inakuwa rahisi, kwa sababu unajua tukiweka restriction tuseme day school, we are purposing ya kwamba ni shule za Mumias East, hakuna venye pesa yenu inaweza potea. Lakini lano nyola waandika angasera ticheck titizanga seria titizangeria wasana nyola listi una fund manager alinipatia list, unapata hata majina mengine hata isomeki, na angalia sasa hii ni ya wapi hii, hata hizi sioni huko majina ya hapa. That is why niko na CDF committee ambayo hata yani inafanya kazi. Na hata niliambia wewe mtu usiwahi tafuta mtu kwa ofisi ya CDF ati akutafutie basari. Nenyo lazima mule ne frefdresa nyange hapa bwiro. Hata mimi ukiniambia nitafutie basari sina hata nguvu, sina hata uwezo, kwa sababu ya system ambazo tumeweka in place. Tunajua ule mwenye ana deserve anapata. Hata kuna shule nyingine watoto wa kutoka St. Joseph Vihiga ile sijui wapi ile, tumeambia kila mtu apate.
Esiende vision ya ulu mwana. Sindio? And that is what we are looking for. So mimi nataka nichukue nafasi kwanza kushukuru wa principals for the commitment that they have shown to our generation, for our children of this constituency. Walimu wakuu nataka niseme asante sana. You are an amazing people. Na mimi naambia walimu, jana nimekuwa kule shule ya Kaimba. Na niliongea na watoto mpaka hata watoto wakalia machozi. Niliongea na walimu mpaka walimu karibu aanze kulia machozi. Kwa sababu nataka kila ukiwa wewe ni mwalimu. Mkiwa mwalimu kama wewe unaserve watoto hao wamekuentrust na maisha ya watoto hao. Na make sure kwamba hao watoto wana excel, wanaenda mbele. Your generation will never fail. Mimi am a product ya mtoto wa mwalimu. Sasa nyinyi walimu, wakati una commit yourself to bring up, because when you empower that young through education, you have raised a family. When you empower that child, you have raised a community. You make that child to excel, you have embraced a society. And you have embraced the generation. And the children of the children of their children and children and But the moment you mess up with their lives, that curse will always follow you. So I want teachers to make sure that you commit. Ukijua kwamba God entrusted you and gave you the gift to nurture the young people, to nurture the young souls, so that they can become a testimony and can be able to lift, waweze kuraise their family na wasaidie mandugu zao na madada zao na maparents zao na wengine na wengine. And I'm happy that every teacher in this constituency, kila principal ameshajua the vision that we are having for Mumias constituency. Wakati nilikuja katika hii constituency 2021, watoto ambao walienda university out of 3700 wenye walienda chuo kikuu walikuwa watoto 402. In 2022, watoto ambao walienda, and bana, this is director education yuko hapa, you are the one who knows all the data, na tunashare na wewe every time. Na nyinyi walimu kitaka kujua that I'm following, nafuata hii mambo ya results, kwa sababu product ya bursary inaweza realized only through the number of the students you are taking to the university and the improvement on the mean scores. That is when I can get happy. Naweza sikia vizuri nikijua ya kwamba pesa yetu inafanya kazi. In 2022 walipeleka watoto 403. In 2024, and I want to say thank you so much principals, kwa sababu ya basari ambayo tulianza kupatiana 2023, tukapeleka watoto 800 and mwalimu 857. Year 2023 tulikuwa na 465. Alafu 2024 tukapeleka 857. In 2025 tumepeleka watoto 1000 ngapi mwalimu? 1058. This one now touches my heart. Because I also feel proud that I'm raising generation ambayo inajielewa, inajua inaenda wapi, inatoka wapi, inaenda wapi. And the only way we can make sure that Mumias East constituency is going to be the richest constituency in the entire Western Kenya is through that education. And that one we must realize it within 10 years from now. Kwa sababu wakati niliingia kwa uongozi, niliona kitu ambayo ilifanya mimi nikasimama kura katika Mumias constituency. Si kusimama kura ati kwa sababu nataka niende nikuwe tajiri, ati niendeshe gari. That was never in my mind. My mind ilikuwa wakati nilikuwa chuo kikuu kule Egerton. Wakati nilitisha huyo mheshimiwa wenu, alikuwa mheshimiwa wenu by that time 2013, akatuambia ya kwamba Mumias inafanya kazi vizuri, Kidero anafanya kazi vizuri, na sasa anasukuma serikali ya point ambayo alikuwa anaitwa Kibati afanye kazi. Sisi tukapiga makofi kabisa,
kulobela nisho manyire vokula bana batiti sho kumanyire shiende lange rwanyine mukeruno enyo nange no takuli masomo kwali masomo bana befinda manyamba kwali masomo lano kupa makofi si ndio? Lano wakati tulipiga makofi tukasoma nikamaliza. 2015 wakati nilikuja huku nembulira nabo ranga abantu mbiya kupananga nende kidero paka bamufuna kira ko umukono kudu kumbala bakola bari. Sasa kumbe ndiza nikakuja nikarealize kumbe hiyo ilikuwa natudanga. Ndio sasa nikasema Mungu nisaidie. Ukinifanya nipite kuwa mbunge, ni make sure kwamba Mumias inafanya Alafu na nikaona siasa sikuwa naona agenda siasa ya agenda. Beta hata masika babola mheshimiwa Haruna ndi shilingi 1500 no 1500 no aborembo akuprepole na zile. There's no vision. What plans ambayo mko nayo kama constituency? Nikasema we cannot continue. We cannot afford obandi constituency yakona ngendio tao. Abantu bakoshiro kuba in leadership okumanyambu leadership iriwo ipanjire shina. Plans ya buzirena shiba chivire ni shina. Shiba boranga abantu ni shina. Nikasema hii nisiposimama kura na hawa wananchi wanione na Mwenyezi Mungu akaona roho yangu. Nikasema nisipopita in the next 10 years Mumias East constituency itakuwa the most poorest ambayo ingekuwa tajiri kwa sababu ya Mumias wakati ilikuwa huko, ingepata leadership mzuri, ingeembrace watoto wetu wasome na tungekuwa watu matajiri Kenya yote mzima. Si ndio? Sasa na kweli Mungu aliona roho yangu. Akasema huyu ndio mimi nataka nichague kuwa kiongozi wenu. Na sasa ndio wakati nilikuja sasa na kupitia kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mapenzi yenu mkaona nyota na agenda ambayo nilikuwa nayo kwa maisha yenu. Ndio nikachaguliwa kwa mbunge wenu. Sasa huu mwaka tuko na agenda ya kumake sure kwamba in 2026 hao walimu tunapeleka watoto wa zaidi ya 1300 kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. And we are going to do it. Na walimu wameniashua kwa sababu na hii hiyo si kwa tu kwa sababu ya basari peke yake. Wiki lijalo nimeshatafuta pesa. Hii si ya CDF, hii ni mimi yangu, hii mambo yangu tu mimi mwenyewe. Next week naleta hapa wanafunzi wote wa form 4. Tulifanya 2023, tukafanya 2024, 2025, sasa tunafanya 2026. Tunakuja hapa naleta wale principals ambao the best performing schools kuongelesha. Naleta watoto kutoka different universities from Nairobi na walipia mandege na waleta wanakuja hapa. Naleta wale waimbaji wakuu. Tunakaru kuinjira za mlisala abudano. Nawaletea Evelyn Wanjiru. Anakuja na waimbia hapa na nawapeleka kwa kiroho. Alafu pia mimi nakuja na waombe. Ende sayanga. Abana bala tu khabaru nao. Abana yani balolanga sama kwa kandi. Mnanipata? Na hii ndio sasa the energy. Kwa sababu kupitia hii KCB inanisaidia na other things ya kumake sure kwamba hiyo event inakuwa successful. So tutakuwa hapa, tutachinja mang'ombe, nitaleta mabuses kila mahali, ziwabebe, ziwalete hapa na ziwarudishe jioni tukishamaliza event yetu. Ndio unaona sasa kila mwanafunzi, ndio umeona the number of the children ambao wanaenda bodaboda saa hii imereduce. Watoto sasa saa hii akimaliza whether amepata E anaenda kuanzia pale kwa Artisan. Hata kama amepata D+ anaenda kuanzia pale kwa certificate. Hata kama amepata C plane anaenda kuanzia pale kwa diploma. We are not leaving anyone behind. We are moving as one community. Ndio umeona juzi nilienda KCB nikachukua pesa, wakanisaidia pesa 5 million, tukatoa 5 million. Tukachukua wale ambao through the chiefs wakanisaidia, wakaniletea watoto. Tukaweka watoto kujenda kujifunza, tukalipia 21,000 CDF, 21,000 from Kenya Commercial Bank through support yenye tulienda tujiajiri. Sasa tukawapeleka pale Wanga. Sasa hii wamekuwa carpenters, wengine wamekuwa kushona, wengine wamekuwa kupika, wengine kuweka tiles, mason na zingine. Hao ni watoto wenye hawakufika form 4
walifika maybe class 8 wakapata mimba, class form 1 form 2 waka drop out of the school. Saa hii tuko kwa program ya ku make sure watoto wetu walikuwa wanapatiana bodaboda, wanapatiana 3500 kupata driving license, na hakuwa ipata hiyo driving license kwa hiyo uongozi ambaye ilipita. Lakini sasa nimeleta hapa driving na tumewalipia kila kitu, so that akiwa kwa motorbike lakini ako na driving license, anaweza pata rafiki wake ako na gari anataka driver na mwajiri kazi. Sasa tumechukua wenye Malai Songo wanasomea pale Nyaporo, Lucia Lubinu na East Wanga wanasomea pale karibu kwa IBC, na magari ziko hapa mnaona zinatembea huku na huku, wamemaliza theory na tunalipia kila kitu, na tunataka kila mtu ambaye yuko apate driving license without asking even a single one. Na hiyo ndio agenda, kwa sababu nataka kila mtu akuwe na kitu ambaye anafanya kwa maisha yake. We must have a community ambayo kila mtu anajitambua. Sitaki kuongoza watu ambao hawajitambui. The moment you lose hope in life, the hope is life. No cause ya hope in maisha na unakufa. So I want everybody akuwe na hope. Hope ni jina mlizo. Yeah. Sindio? So everybody lazima akuwe na tumai ya better tomorrow. Sindio? Kwa sababu mimi sikuwa hijua naweza kuwa mbunge, na wewe kuna wale ambao watoto wao wameenda university wa day school, watoto zaidi ya sasa tumepeleka watoto karibu 1000 na ni watoto wa day, na watoto wanaenda in the next 5 years from now. Hao ndio watakuwa investment yenu kubwa katika mafamilia zenu. Huyo ndiye atakunulia shamba, huyo ndiye atakunulia mattress mzuri, huyo ndiye atakunulia ng'ombe maziwa, huyo ndiye atakununulia shamba. Kama mnapiganiaka kwa shamba, nega mukuro mukundoko mwana ajazo kunguro mukunda nekesomie sindio? And that is the hope that I'm looking forward to. Mulire. Number 2, tumesema ya kwamba tumeanza walimu wa secondary school. I want to apologize, kwa sababu upande wa infrastructure hatujafanya vizuri sana, lakini tumefocus na primary school zetu. Mimi nimesema saa hii let me focus kwa upande wa bursary, niwapatie bursary kama nini. Lakini sasa upande wa infrastructure nimefocus sana upande wa primary school, kwa sababu primary school zetu zilikuwa mbaya. But tunaanza pia kuangalia from next financial year, kuangalia shule zetu za boarding school ama day school za secondary, ku make sure kama choo za kisasa kama ile tulikujengea mwalimu wa nini, huyo mwalimu wa Busia, bwana mwalimu wa Busia. Sasa tutaongeza tena ingine ya girls wapa kuogea na hiyo choo ya kisasa tulikuwekea, si ndio? So na Bubole pia wanataka, na shule zote zenye shule ya Kamashia mwalimu wa Kamashia ako wapi? Pia tutakuwekea hiyo ablution, watoto wako wanakaa huko. Na nime encourage walimu wangu wa principals, tafadhali, when you see schools like Mwitoti ambayo zimepeleka watoto 256 kwa university this year, last year ambayo tumekuwa nayo, kwa sababu tuko na program ya boarding ya watoto wa form 4, si ndio? Ukiona shule kama Ebusia ambayo imepeleka watoto 180 wako na program ya watoto wao kukaa kwa shule kufocus kwa boarding section. Ukiangalia shule yetu ya Kamashia ambayo imepeleka watoto 156, right? Iko na section yao ya boarding. Ukiona shule ingine Shitoto Girls pia imeamuka. Last time ilipeleka watoto wote university. This year kidogo tu, lakini this year tuko na focus ya kupeleka wote katika chuo kikuu. So mimi nataka form 4 wale walimu kama Bumini najua population ni kubwa sana. Madam Akinyi yuko wapi? I think you are somewhere. We need to do something, tumalize ile gorofa ambayo iko pale. Only for form 4 peke yao. So that nataka kuona this year watoto wa Bumini tumepeleka watoto 100 direct to the university. That one I'll be very grateful person. Sawa sawa. And so I'm so proud of you. Abebs lande nyaga embolo kama kwa kabiri. School yetu ya Shimuli
Skuli ya Vyashimuli warereo GSS, tuliweka pale shule yetu ya GSS. Tumeweka pale GSS, tumeweka administration block. Sasa bandu barulanga Ishimuli shuleni itakuwa sawa sawa. Skuli ya Vyamwitoti tuliweka ablution block. Lakini hiyo shule iko na watoto wengi, tunataka to make sure kwamba tunapata either gorofa ama tufanye serious renovation kwa hiyo shule. Shule yetu ya Eluche tumewajengea ablution block. Sasa tunataka tumeweka huko milioni 5 na 5.6 million ambayo pia tunataka tufanye renovation in the next 3 weeks time from now so that shule ikae sawa sawa. Zile mitambo za kitambo hiyo, na tunaweka tarazo yote. Shule yetu ya Habakaya tumeweka pesa ya kuweka ablution block. Alafu sasa renovation itakuja mwaka ujao. Shule yetu ya Habakaya Secondary tumewekea modern twin laboratory. Sasa hiyo tunataka sasa tu focus upande wa primary kwa sababu nyinyi tumeshawapatia laboratory. Shule yetu ya Panja tumewekea twin laboratory. Sasa ni kuwekea ablution block na kuwafanyia few renovation na kuwatengenezea administration block kwa walimu wa principal. Shule ya Panja primary tumeshaweka pesa ya ablution block ambayo inaenda kwenda kuanza in the next 3 weeks from now. Shule yetu ya Mng'ang'a tuko na shida ya Mng'ang'a Secondary School, tunataka tuweke nataka utafute Mng'ang'a na Khaimba. Mtafute quote, mtakuja hiyo laboratory yenu hiyo equipments na zile gas, mulete hiyo quotation. Sitaki tena kupata complaint ati performance hapo mahali. So mwalimu mkuu wa Mng'ang'a kwa wapi? Mwalimu mkuu, so I want quotation ya hiyo lab skill hiyo. We want to renovate, tuweke hapo, so mlete hiyo quote, tafute mahali pesa, tuweke hizo vitu. Nataka kuona Mng'ang'a imeamuka, tumewapatia watoto wako wote basari wenye wali apply. Mng'ang'a primary tumeongeza pale class za kisasa. Na class zetu tunaweka tarazo ambayo inaenda kukaa miaka 30. So tumewapatia other extra classroom na tumeweka pale sasa 5.6 million ambayo contractor alikuwa ameanzisha. In the next 3 weeks from now ama 2 weeks atakuja kumaliza hiyo kazi yote. Maola primary tulifanya renovation yote kwa shule. Sasa hii inakaa international na tumeweka mpaka ceiling board kwa shule ndani. Na sasa inakaa baba kazukule khangare mawekeo. Sasa tunataka choo ndio amna, tunataka tumewekea ablution block. Shule yetu ya Khaunga tumewajengea modern ablution block. Sasa administration block yenu ndio mbaya na shule yenu hiyo inahitaji renovation. So tuko kwa program yake ya Khaunga primary, lakini nimewapatia maji yenye itakuwa pale. Watu wa Khaunga wameteseka sana na maji na secondary na hospitali. So nimetafuta maji, wakati nimekuwa kwa committee ya agriculture nimewaletea maji ya 13 million. So hiyo maji itaenda kuserve mwalimu la shola nyaka taka maji ta mwalimu upakisho la nyaka taka maji ta. So itaserve hapo primary na kwa health, na tumeambia huyo contractor abundu bandu be Khaunga kunywesa nja zingombe bazokuba kazi ya abundu kunyasi ya kunywesa zingombe abundao. Sawa sawa. So hiyo tumemaliza. Shule yetu ya Kabondi tumetengeneza ablution block, lakini hiyo shule inataka shamba na tunataka tuelewane na tupate eka moja, lakini eka tuwezi pitisha shilingi milioni 1. So mwalimu, make sure it should not go beyond 1 million. Ulete hiyo na sell agreement, tuongee na fund manager, we expand that school. Shule ya Mroni tumefanya total renovation. Tumefanya 13 classroom na tumeongeza extra 4 classroom. Saiba hapa Mroni ragiri zangu ya Mroni bajema kwa kata. Tumewajengea pia modern ablution block ya kisasa. Alafu sasa wamenilia wanataka maji. So watu wa Mroni na isavu hapo, so tunatafuta kwa maofisi tupate maji. Mala primary tumewapatia mambo ya maji, nilianzisha, tutamaliza hiyo maji. Alafu tuko na modern hiyo yenye choo ya kisasa tuliwajengea. Alafu walimbo bana bapore balimba anyasha nda tsiba bolambe vichinji vira bana Mala primary. Front mali tutafanya aje sasa.
Sasa committee tutafanya aje? Sasa watu wa Malaa, wazazi wa Malaa Primary, we are thinking, kwa sababu kila wakati wananipigia masimu, so we are thinking to renovate that school, tuweke floor ya kisasa. Shule yetu ya Bubere Primary tumeweka pale modern ablution block. Shule yetu ya Mrechia tumeshamaliza ablution block pale. Munganga Primary tumeweka ablution block, tumemaliza. School yetu ya Mungabira tumeweka ablution block, but inahitaji renovation. We are going to plan for it. Mini Secondary tumeweka pale modern administration block. Hiyo shule iko na wanafunzi wengi sana. Sasa tumewekea mwalimu kwa kule rabo plus mpaka self container. Na self contained. Mwalimu sasa uko sawa. So this time round sasa mwalimu ni marathon. So we now need to see, because tumekupatia sasa executive office na office kubwa. Alafu Bimini tumewapatia modern ablution block. Mkambi tulikuwa tumeanzisha gorofa, tumesha hiyo gorofa iko imelipwa. Tumelipa huko how much? Tulimalizia how much? Around 3 million. Yeah, tumemaliza pesa ambayo ilibaki, tukamaliza tuka open hiyo gorofa ambayo imebaki, tukalipa pesa. Alafu ile tumewajengea modern ablution block. Shule yetu ya Shitoto Secondary tumekujengea mwalimu administration block ya kisasa. Sasa mwalimu amelia, mwalimu unataka nini yenye unataka, teachers quarter na nini? Na perimeter wall na gate ya kisasa. Sawa? Sasa hiyo mwalimu tutakupangia. Shule yetu ya Rise and Shine tumeweka pale 8 million. Tumenunua hiyo shamba ambayo ilikuwa imebaki, tumenunua 3 million. Hiyo shamba yote sasa ni ya Rise and Shine. Tumejenga pale choo, tumejenga classroom ngapi mwalimu? 3 classroom. Sasa tunataka kuweka administration block na tuweke na hostel, watoto wetu wa Rise and Shine wakae hapo na tupate na nyumba moja ya mwalimu kukaa hapo, ukae na watoto wetu. Si sawa mwalimu? Na pia umepata basari leo, si ndio? Shule yetu ya Petros sasa tumeweka yote, saa hii inakaa international. Tumerenovate 10 classroom zote, tumeweka tarazo. Sasa choo ndio hawana ya kisasa. Shule yetu ya Haimba tumeweka 2.5 million ya administration block. Hawana completely mambo ya toilet ya administration. So contractor anaanza kwenda pale in the next 2 weeks from now. Tumesema ile mwalimu ya St. John's Haimba, hiyo yenye tumesema nataka hiyo quote, we want to work on that. Shule yetu ya Isenye Secondary School tumetengenezea teachers quarter, mwalimu inaendelea. Contractor amefikia wapi? Anaendelea, si ndio? Mwalimu wa Isenye, where is the Isenye girls? So Isenye, I think teachers quarter nataka mwalimu akae na watoto wetu pale. Tumewafanyia na nini sasa hii? Isenye na Isenye girls tumewafanyia pia twin lab, imeshaisha. Isenye primary tumewapatia modern ablution block ya choo ya kisasa. Shule yetu ya Mabanga tunawajengea administration block, karibu inaisha. Na tumewajengea choo ya kisasa, imeshaisha. Shule ya Msoma tumeshamaliza kuwajengea ablution block, imeisha. Shule yetu ya Shakulo tumemaliza pale ablution, tumemaliza. Sasa tumeongeza class zingine za GSS. Mkhalari tumefungua GSS. Pale Makunga tumewekea pesa ya ablution na pia na pesa ya niniyo ya class ya kisasa. Musango tumeweka pesa, tunamalizia umradi, tumeweka 5.6 million. Shule yetu ya Bumwende tumeweka pesa, contractor anakuja kumalizia ule mradi ambayo ilibaki ya renovation ya 10 classroom ambazo tulianza. Shule yetu ya Shibinga tumewekea pesa, contractor anaanza kuwajengea choo ya kisasa. Shule yetu ya Mwichina tumemaliza administration block na sasa tunaanza mambo ya ablution na maji. Na Makwale pia maji hiyo natafutia pesa yenye tulianza tunamaliza. Ai, manate mradi juna nembarinda amala kweli. Nemvinji. Ai, ndefunjira abwe nao. Funofia nyaza mwako mlamba nembala sefindu bana refu. Si ndio? So hiyo inaonyesha kwamba natambua
kazi ambayo tunafanya. Mradi wa Wanga tumewekea 50 million and the contractor is working so hard to make sure kwamba huo mradi unaisha in the next 1 month. Tutakuwa tunaingiza Wanga Technical College. Sawa sawa. Alafu na hii hapa wameniomba tuanulie basi na tunataka tujipange kwa sababu tumeshalipia kila kitu, sasa basi ndio imebaki peke yake na kuleta hizo labs zingine ambazo zimebaki. Mambo yetu ya mabridges wamewaambia tunazidi ku make sure kwamba kila area tunapata box culvert ya kisasa. Sawa sawa. So mbele list hiyo lana ya nini no? Aya. Sasa leo mwalimu, sasa tuanze hii maneno yetu sasa. Aya, tunaanza na St. Stephen Eshagolo. Mwalimu wa St. Stephen Eshagolo njoo. St. Stephen Eshagolo, see we give them the check, right? Na walina watoto wako, wanafunzi wako. Kuja, kuja tu. Kuna wanafunzi wako? Okay, sawa, asante. So St. Stephen's SK Shagolo, mwalimu, I want to congratulate you so much. Shule yetu ya Shagolo ilikuwa imebaki nyuma. But you have made me proud for the first time. Tumepeleka watoto 25 kwa university. That was so nice of me. Congratulations mwalimu. So tumekupatia 480,000. Kwa sababu population yako yenye ili apply ni kidogo. I think walikuwa 96 peke yao. So we gave all of them. And tulikununulia shamba ya 3 million. Ama ilikuwa 5 million. 5 million. Sawa. So mwalimu, this year 50 wanaenda direct to the university. Thank you. So na tukimaliza huyo so sawa. Asa wewe utasimamia tu hapo justice. So thank you and congratulations. So utakutana na wazazi tukishamaliza, wazazi wa Shagolo. Yes. Uwasomee. Mwalimu shika. Sawa. Aya. Congratulations mwalimu. I'm so proud of you. Asante. Sasa kitu tu tunanisaidia kwa shule yako. Yes. Waambie walimu wakae smart. Yes. Sawa? Yeah. Unaona vile nakaa? Hapa ni first class constituency. Asante. So ulina mwalimu? Papa ulile? Mbulile. Ezangare. Oriono. Asante. Sawa, so walimu na wazazi wa Shagolo. Aya, congratulations. Tuko na shule ya Ebubole Mixed Secondary School. Mwalimu wa Bubole tuli watoto ambao walikuwa wameapply wa Bubole walikuwa 174. So tumekupatia 870,000. Mwalimu karibu. And you have done me so proud. Bubole has done so amazing. Aki mwalimu, I'm so proud of you. Unajua umepeleka watoto wazuri sana kwa university. Na this year umenipromise aje? 30 tawe. Nenyanga 40. Yeah. Thank you so much. Asante sana. Well, God bless you so much mwalimu. Asante. Aya, tuko na Eluje. Papa Eluje. Mwalimu Eluje itakosa no chama bana ukakosa zimbro. Eluje, mwalimu, you have done me so proud. You see now that's my neighboring school. So hiyo shule ilikuwa iko nyuma sana. Ilikuwa inapeleka hata 0. Lakini sasa umenipelekea watoto wangapi? 20? 39. Papa baye kubroka makofi kubre mwalimu makofi baye. 39 direct to the university. Mwalimu, congratulations. So I want to make sure wazazi wa Luche nunulia mtoto rangi ya 50 bob. Akienda apate rangi kama kiatu ya mwalimu venye meng'ara hivyo. Si ndio mwalimu? Alafu na mzazi ununulie mtoto shati mbi. Akivaa hii akirudi ana nini? Anabadilisha na anafua. Akisoma si anajikuna na jasho kumuuma. Sawa. So mwalimu, thank you and congratulations. This time round, how many are you promising me? 50. Oh my, mwalimu. So tukipata pesa tutakusukumia ile gorofa yetu tumalize. Sawa. Thank you so much and God bless you. 850,000. Thank you.
Asante. Next tuko na shule ya Epanja Secondary School. Epanja. Baye, ukolaori. Aya, sawa. Epanja Secondary School. Bas. Epanja has done me so well. Epanja imekuwa na challenge kubwa sana. Na nimeenda huko kwa TS nimepiga kelele sana. Kwa sababu principal wazuri wanakuja shule Epanja, wanafanya vizuri, wanatolewa. Hata hawezi maliza hata mwaka mmoja, akimaliza mwaka mmoja anatoka. Nimeenda nimegombana huko kwa KTC. Sitaki kuona tena mwalimu ambaye wameleta tena ameperform vizuri venye ameperform tena wanamtoa. I've refused that. So mwalimu, when your deputy, yeah, very smart. Let us maintain cleanness na kila kitu. Sindio? So because these are our future. Sawa mwalimu. So Epanja tumepatia watoto wote ambao wali apply 194, tumepatia check ya 970,000. Congratulations mwalimu. Congratulations and work hard, right? God bless you. Bana bano banyoloko ife. Wale wanyamakuja. Good. Laro, laro. Oh, mko wapi? Mtemu kuli kalamu. Mbani kalamu. Oparam mandasta. Google. Kalamu. Aya. Thank you so much. Na we mununue kiwi, nataka viatu ingara venye mengara hivi. Na socks ya 50 bob. Aya. Next. Tunaenda kwa shule ya Mahola Secondary School. Mahola, congratulations. Mahola did so me well. Mahola vaje administration hiyo ni ndekesa ndabako nayo. Where is Mahola? Mwalimu, I'm so proud of you so much. I'm so happy. You did me well. Mahola. Mulipeleka wangapi this time round? I saw a good number. 15. Because of population. So this time round how many? 30. Aya. Tumepatia Mahola tumepatiana 690,000. So you will meet with their teacher or parents wasomee majina. Sawa kweshwa. Congratulations mwalimu. Tuko na shule ya Makunga Secondary School. Makunga. Yeah, Makunga mlifanya vizuri. I'm so happy of Makunga. Space ndi hatuna na hataki kumove. Pale ni watu ni plots ziko pale. Sijui tutafanya aje. Ni gorofa tu maybe mwalimu unahitaji. Mbasanda mapesa ngamasafu kwa mtoto bara bevajenda akorama kuwa. So tumepatia watoto ambao wali apply walikuwa 258 na wote wamepata. Tumekupatia 1,290,000. Congratulations. So mwalimu, make me proud as a leader. Yani tema kosa na man kunocha mbele mwalimu. School bus. Committee mmesikia wanataka school bus Makunga. So done deal. Sawa. Next tuko na shule ya Musango Secondary School. Ya Principal Msambai. So tuko na wali apply watoto 178 na wote tumewapatia wote. Check yako ni 890,000. Thank you, congratulations. Tulikupatia twin laboratory, right? So I'm hoping sciences you're going to do well. We did very well. Asante. We need the toilet. Toilet na maji. Asante. Thank you so much mwalimu. Tuko na shule ya St. Peter's Habakaya Secondary School. Walikuwa watoto ambao wali apply bursary because population yao iko chini 104. So tumekuwa na check yao ya 520,000. Mwalimu, chair. Thank you so much. So mwalimu, we'll keep it up. I'm having a lot of hopes in you. Sindio? Swate jeso kurula mbinge. Avlisho tutakupatia form 4 akae kwa shule ndio uperform vizuri kama wenzako. Thank you so much.
Aya. Tuko na St. Anne's Indangalasia Secondary School. Mwalimu wa St. Anne's. Mwalimu wa St. Anne's tulikupatia administration block. So ni shule tu nataka renovation kidogo. And congratulations. You did so well. Ulitupelekea watoto wangapi university mwalimu? 5. Walikuwa wangapi wenye alienda, walikuwa how many out of how many? Out of 41. No, this time round mwalimu, how many are you promising me? 10 away. Mkola ko 20. 20. Sasa that is St. Anne's Indangalasia. So walikuwa, because population yako iko chini. Sasa nataka chukue nafasi hii kwanza kusema asanteni sana judiciary pesa za CDF ambayo inatambua existence of CDF, na kupitia kwa CDF tumeona mashule zimejengwa. Kupitia kwa CDF tumeona watoto wanasoma. Kama leo tumepatiana check ya shilingi milioni 45. Wamama tupige makofi tafadhali. So tumepeana check ya 45 million, na pia tuko na pesa ya nyama inaenda katika development. So nataka pia niombe the National Assembly na pia the executive ya kwamba mwaka ambao unakuja tunataka tupitishe hii 1%. If 1% of CDF can touch every area ya hii nchi yetu ya Kenya, na unaona pesa ya 1% ya national mkate, the national cake ambayo inaenda katika mashinani through CDF, tunaweza ona impact kubwa sana. Hiyo inamaanisha ya kwamba this is the only kiti ambayo inatumika vizuri, ambayo iko na accountability, iko na transparency, ambayo haina wage bill mingi, kwa sababu hapa wenye wanafanya katika CDF wanafanya katika allowances. Ndio unaona pesa ya CDF inakuwa felt across the country. Ndio nataka niulize the coming budget ama going forward, we need to increase the allocation ya pesa ya bursary from 1% iende mpaka 5%. Ina hiyo ikienda ama nasema kwenda Singapore, hiyo ndio inaweza peleka Singapore. Lakini hizi za makaunti wako na wage bill kubwa ambayo inafanya pesa inakuja mabilioni na mabilioni, but they cannot be felt on the ground. So kwa hivyo mimi nataka niulize the board ya CDF ya kwamba tukaze, tuandike proposal ikuje katika bunge na tutaweza kuipitisha, tukuwe na mgao ya 5% ili ya kwamba CDF iendelee kuempower na kuleta maendeleo mashinani. Ndakabola kena kolano jingure kule jinijo mbele yo. Haya, tupige makofi mheshimiwa anapopeana 45 million. Asante. Thank you. Kwa majina naitwa Dennis Masoso Ifire, na mimi ni mzazi wa Masi DC Masoso. Nimeshukuru sana PK kutuletea basari, na najua nitapata hiyo basari, na mimi ni mzazi wa Masi. Shule ya mwanafunzi ni shule ya St. Mathias Mung'ang'a. Na nashukuru sana kwa hii mpango ya PK kutuletea mambo ya basari. Itatusaidia sana na inatufaa sana. Naomba wazazi wenzangu tumuunge Mheshimiwa PK mkono kura ijayo ili aweze kutusaidia kwa mpango wa elimu. Kwa majina naitwa Hagai Juma Okelo, natoka Kamashia, na niko na mwanafunzi wa grade 10 anasoma St. Stephen Kamashia Secondary School, na kuna wenye wanamfuata pia ambao wako kwa primary. Ninashukuru sana Mheshimiwa PK Salasia kwa kunisaidia basari. Nilikuwa na changamoto, hata huyu mtoto tayari alikuwa asharudishwa nyumbani wakitaka school fees, na sikuwa na uwezo.
Kwa hivyo nashukuru sana Mheshimiwa PK Salasya kwa kunisaidia hii basari. Itawezesha mwanafunzi wangu kuendelea na masomo. Niko na changamoto zingine ambazo zinanikumba ambayo naomba Mheshimiwa kama angeweza nisaidia. Hao watoto ambao wanamfuata pia huwa wanarudi nyumbani kila wakati wakiitisha school fees na sina uwezo. Naomba msaada ule wowote ambao utawezesha watoto wangu waendelee na masomo. Ile changamoto ambazo niko nazo mimi mwenyewe nafanya nashona viatu, na chaji masimu, na changamoto ambazo niko nazo kuleta zile bidhaa ambazo zinahitaji kushughulikia zile vitu kama viatu, kama simu hizo, sina uwezo wa kufikia huko. Ndio ningeomba tu kama kuna muhifadhi yoyote ambaye angeweza kunisaidia aweze kunisaidia. Kwa majina naitwa John Washika wa Moi. Mtoto wangu anasoma Ishandrema, St. Luke's Mix Ishandrema. Mtoto anaitwa Brian wa Moi. Na kufuatana kusema ukweli, mtoto wangu ako form 4. Lakini maneno sijawahi iona maneno kama haya. Mtoto wangu amesomea pasari ya mheshimiwa kutoka form 3 mpaka form 4. Na ninashukuru sana kwa sababu mimi mwenyewe sina kazi, na ninashukuru sana kwa mheshimiwa kwa kutupatia hii challenges. Kwa hivyo ni hayo tu, Mungu awabariki. Uwanga na apply tu 5,000 uwanga napata. Kwa hivyo uwanga nashukuru sana. Nimeshukuru sana tena, niko na furaha sana. Kupitia kwa siku ya leo, hata leo nitalala kabisa. Kwa maana tena nimesikia nimepata ingine tena. Kwa hivyo niko na furaha sana, hata nitalala. Hakuna tena maneno mengine. Na hiyo msaada ya kusema kwa bunge CDF isitolewe, sisi kama wananchi wa chini tutakuwa tumeumia, kwa sababu hiyo CDF ndio inatusaidia katika maisha yetu ya chini, na hakuna kwa vile CDF itatolewa, kusema ukweli sisi watu wa chini tutakuwa tumeumia kabisa, na tutakuwa na msaada ingine, kwa maana hakuna mtu atatoka huko kwa bunge akuja afikie sisi watu wa chini kama sisi watu wa chini kabisa, watu wa reserve. Kwa hivyo CDF isitolewe. CDF ndiye inatufikia sisi watu wa chini. Jina ni Philip Akure, msasi wa Makunga Secondary School. Mimi nafurahi sana kwa Mheshimiwa PK Salasya kutuletea pesa zenye watoto watatumia kwa shule. Mimi naitwa Barasa Wandabi, Principal St. Stephen's Shahulo. Ningependa kumshukuru MP wetu Mumias East, Bwana Peter Salasya. Ametupatia check ya 480,000 shillings towards fees of about 96 students. Hii pesa itatusaidia sana kwa upande wa lunch ya wanafunzi na mishahara ya walimu na wafanyakazi. Tumeshukuru, tunaombea MP maisha marefu. Hizo changamoto huwa services tu, provide services ya wanafunzi, chakula, kulipa mishahara. Wanafunzi inakaa ngumu sana kumanage shule. Yes. Asante. Reverend Eli Onyango Wahutu, mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Makunga, kwa zoni ya Mala Isongo Makunga Ward. Tumefurahi, tumeshukuru Mheshimiwa Peter Karerwa Salasya ambaye ametupatia basari ya 1,200,000 ambayo itasaidia kununulia watoto chakula na pia kulipa mishahara ambayo tulikuwa tunatarajia kulipa, na mipango ingine ya shule itaenda vizuri. Tunashukuru sana. Upande wa pesa ya basari ikichelewa huwa tunahusunika, kwa sababu wanafunzi wengi wanashindwa chakula na wanashindwa vifaa vya masomo, ambayo hii pesa pia itasaidia kununulia watoto vifaa vya masomo, sana sana watoto wa grade 10 ambao wameingia katika shule ya senior. Ningependa
serikali kuu isingatie sheria, kwa sababu tuko na Constitution 2010 ambayo inapatia inapeana kwamba basic education is compulsory and ilipitishwa zamani kwamba watoto wapewe 22,400. Mbona ningependa ku encourage government wao wana release hiyo pesa kwa viwango ambavyo vinahitajika. That is first term 50%, second term 30% and then 20% in that term. That will assist to provide for the children and also carry out operations within the school. Mimi nataka niulize viongozi wa Kakamega. Viongozi wa Kakamega tumekuwa na vita left right. Na mimi si kama kijana ambaye tunataka maendeleo. Hataki kuona county ambayo watu wanapigana sana. Tunaona timu sijui nani anapigana na nani, timu ya sijui nani anapigana. Hatuwezi endelea hivyo hivyo. Hiyo inafanya Kakamega yetu inabaki nyuma. Sasa nataka nikashifu yale ambayo ilifanyika Wisero, ya kwamba hii sio Kakamega ambayo tunajua. Tunataka tuulize governor na watu wake na zile timu za wabunge wote, tukae chini tufanye kazi pamoja ili Kakamega iende mbele. We cannot continue fighting every day, every now and then. Mkiona president akikuja mnapigana huko. Hata ndio mnafanya mimi siwezi enda hiyo mikutano yenu kwa sababu ya kupigana tu haina maana sasa. Si ndio? Rais ni mtu ambaye ameheshimika. Na ukiona mnatusiana kwenda kutusiana hivyo in public, basi sasa tusianeni sasa. Tusianeni mengi yamesema. Wewe mheshimiwa utaogopa kusema hapa, lakini mimi unajua ni kijana wa kutupa mdomo. Shida ya Kakamega hapa. The problem we are witnessing in Kakamega, Western region and Kenya at large, is none other than ODM. Mimi nataka kuambia kijana wetu Edwin Sifuna, na wewe umemwambia watu wakasema wakakutukana. I want to tell you Edwin Sifuna, be man enough, because the strongest man is one who stands alone. Kama unataka kushikana na vijana kama sisi, vijana kama kina Salasi, tutembee bila kuogopa, kwa sababu yeye ni kiongozi ambaye ameheshimika kila mahali. Nataka kuambia Edwin Sifuna, if you are very serious with maneno ya liberation, toka kwa chama cha ODM. Kuja huku, tukae huku. Kwa sababu they say when your left eye causes you to sin, you pluck it out. Hauwezi kuwa unarekebisha maneno kama bado huko kwa ile gari ambayo inatunyanyasa, ile gari ya watu ambao wameweka tumombe. Mimi nataka niseme bila kuogopa, Mheshimiwa Salasia, tumetembea na wewe Kenya nzima. Tukifika Mombasa wanasema Salasia ni ngumi. Tukifika Kajiado wanasema Salasia ni ngumi. Tumeenda mpaka kule kwa jamii ya Kalenjin wanasema Salasia ni ngumi. I want to tell you, stand up. Ile maneno ambayo unafanya hapa Mumias, nataka tuendelee kufanya, turekebishe ile makosa ambayo mababa zetu wamefanya na kufanya jamii yetu kuheshimika. Mimi nikimaliza, nataka nikwambie I'm a proud youth because of what you're doing for this constituency. Ya kwamba mimi nilikuwa nimeenda kule kwa constituency nyingine. Mheshimiwa akaanza kuongea, nikasema wacha niende choo kidogo, nikirudi niendelee kusikia speech. Alikuwa anaongea kuhusu zile miradi ambayo amefanya. Mheshimiwa, kabla mimi nimalize kukojoa, alikuwa ashamaliza kusema miradi yake yote. Lakini wewe umetukalisha hapa toka asubuhi mpaka sasa hivi, umeongea miradi yako, umeongea mipango yako, umeongea kila kitu, hata watu wamechoka. Ndiposa mimi sitaki kusema zaidi hapo. Mimi nataka nifungie hapo na niseme kule Ikolomani kwetu sisi tuko na gold yetu. Na mtu akikuja kule Ikolomani sisi tunatoka na panga. Tunakata wale watu, hatuwezi kubali gold yetu ishikwe. Hapa Mumias East gold yenu ni Peter Salasia. Asanteni sana mbaba. Watu wa Mumias East oye! Wakati tunasema Mheshimiwa Salasia ametocha tuta. Mimi ni senior comrade naitwa Jefferson Wabuti. Nasoma katika chuo kikuu cha Shambelele. Na mimi on the
they don't pay their school fees. And now Mheshimiwa Salasia has seen it wise that he has taken our students to the institution, and he has also given them amounts of money so that they can get enough studies. Na watu wa Mumias East, ningependa kuwauliza kwa kama ho mbunge ambaye ni Gen Z, ningependa kuwauliza pia MCA anakutembea ukabe MCA uli Gen Z ta? Na mimi kama Jefferson Wabuti nataka kuomba mtembee na sisi viongozi wa Kakamega, tuungane pamoja kama vijana ili tuweze kuliberate county yetu Kakamega. Asanteni sana. Mheshimiwa Salasia tuta. Mheshimiwa Salasia tuta.